Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, hudumia kila mmoja wetu na neno lako likatimie maishani mwetu kwa utukufu wa jina lako, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Namsifu Bwana. Wimbo namba 116, wimbo usemao uwe huru kutoka dhambini. Uwe huru kutoka dhambini, uko uwezo wa ajabu juu ya uovu, we mshindi damuni mwa mwana kondoo. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa Yesu. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa mwana kondoo. Uwe huru juu ya tamaa yako, uko uwezo wa ajabu. Njoo utakaswe katika mto damuni mwa mwana kondoo. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa Yesu. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa mwana kondoo. Uwe mwenye moyo safi mno, uko uwezo wa ajabu. Alama itoke kwa uwezo damuni mwa mwana kondoo. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa Yesu. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa mwana kondoo. Ufanye kazi kwa mfalme Yesu, uko uwezo wa ajabu. Uishi daima kumsifu damuni mwa mwana kondoo. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa Yesu. Uwezo wa ajabu ndimo damuni mwa mwana kondoo. Haleluya. Amen. Mungu unasema ya kwamba Yesu ndiye ufufuo na ndiye uzima. Fungu cha Biblia ni kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 11 na mstari wa 25, na linasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi zake Bwana wetu Yesu Kristo ni sasa, ni za wakati uliopo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi ndimi ufufuo na ndimi uzima. Si eti nilikuwa uzima, nilikuwa ufufuo, ama nitakuwa uzima, nitakuwa ufufuo. Hapana, anasema mimi ndimi uzima, mimi ndimi ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza wakati uliopo, na hata ukiangalia Injili ya Mathayo mlango wa 28 na mstari wa 20, anasema tazama, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yeye yu pamoja nasi kupitia Roho Mtakatifu, na ndiyo sababu alikamilisha kazi yote ya ukombozi msalabani. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 53, Isaya 53 mstari wa 1 hadi wa 5, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Si eti kwamba tutapona, hapana, tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waefeso mlango wa 2. Waefeso, kwanza tuangalie Waefeso mlango wa 1 mstari wa 3, anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Ndani yake Kristo tayari tumebarikiwa na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya matatizo yetu, laana na mikosi zote alizimaliza msalabani, na alipofufuka kiroho tukafufuliwa pamoja naye sisi tulioamini. Alipoketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, nasi tukaketishwa katika hali ya kiroho katika
ulimwengu wa roho. Biblia inatuambia hivyo katika Waefeso mlango wa 2 na mstari wa 6, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Huo ulimwengu wa roho ni gani? Ni juu zaidi kuliko ufalme wote, mamlaka yote, usultani wote. Tena ni juu zaidi kuliko kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu, hata ulimwengu ujao pia. Hiyo ni Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 21. Na hivyo basi nguvu zote za giza ziko chini yetu. Tunaweza kuzikanyaga, naweza kuziharibu, na hakuna kitu kitakachotudhuru, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuahidi katika Luka 10:19. Amesema, nimewapatia amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu anafanya kazi sasa hivi, yuko hai sasa hivi, anajibu sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na tufurahie uwezo wake, ukombozi wake, majibu yake, baraka zake sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hoja ya kwanza, Yesu Kristo ndiye ufufuo na uzima. Mstari wa 4 wa hiyo Injili ya Yohana mlango wa 14 mstari wa 4 unasema hivi: naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo ndio ufufuo na uzima, tuangalie vipi changamoto ambazo tunapitia maishani mwetu zinakuja ili Kristo akapata kutukuzwa kwa jinsi atakavyotoa jibu, atakavyotenda muujiza, atakapodhihirisha uwezo wake, ukombozi wake. Haleluya. Atakapodhihirisha ufufuo wake na uzima wake hata katika mazingira ambayo yanaonekana haya na matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Mauti yaliyompata Lazaro ili kumtukuza Mungu, na hata ugonjwa, Yesu mwenyewe akasema ugonjwa huu si wa kufa, bali kwa utukufu wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alipofika mahali hapo alipokuwa amezikwa Lazaro, na kuambia ya kwamba waliondoe jiwe, Yesu alimwambia Martha, ndugu yako atafufuka tena. Mstari wa 23, ndugu yako atafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Atafufuka. Na anazungumza, Yesu alikuwa anazungumza habari za mtu ambaye alikuwa amekufa na amezikwa na imepita siku 4. Yesu anamwambia atafufuka. Martha anaanza kutoa elimu yake katika mstari wa 24, anamwambia ya kwamba najua kwamba atafufuka katika siku ya mwisho, ufufuo wa siku ya mwisho. Ni wakati ule Yesu alimjibu katika kifungu tulichosoma cha mstari wa 25 ya kwamba mimi ndimi ufufuo na ndimi uzima. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia yeye ndiye ufufuo na yeye ndiye uzima. Nisome tena. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Ni tumwamini Yesu Kristo. Yesu alisisitiza kwamba wamwamini Yesu Kristo, kwa sababu yeyote yule anayemwamini atajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya kifo cha kimwili, kifo cha kiroho kinatisha zaidi. Ni kwa sababu kifo cha kiroho ni hali ya kwamba mtu ametenganishwa na Muumba wake milele. Lakini hata hicho Yesu alikuja kuitatua. Ni kwa sababu yeye ndiye ufufuo na uzima. Yule ambaye anamwamini anavushwa kutoka mautini kuingia uzimani, na hata ajapokufa kifo cha mwili atakuwa anaishi. Hoja ya pili, Yesu alishinda mauti. Mstari wa 41 na 42 ya kifungu hicho ambacho tukisoma cha Yohana 11. Neno lasema hivi: basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu
wanaohudhuria. Alisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Yesu ndiye ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye ndiye ufufuo, akawaambia waliondoe jiwe. Baada ya kuliondoa jiwe, alishukuru Mungu, akijua yale ambao yatatendeka, yale ambao ni ya uhakika, si ya kubahatisha. Akashukuru Mungu hata kabla muujiza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema na Baba, na kushukuru kwa kuwa umenisikia. Tujifunze kushukuru Mungu hata kabla kuona miujiza katika maisha yetu, kwa sababu ni ya uhakika. Majibu ya Mungu ni ya uhakika katika maisha yetu, na tutaposhukuru inampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wathesalonike wa kwanza 5:18 inasema tushukuru Mungu kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema haya, tunaona mstari wa 43, naye kisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Wakati alipopaza sauti yake kuu hivi, akamwambia Lazaro, njoo huku nje. Ni wakati ule sauti hiyo ya Yesu Kristo ilibomoa kabisa nguvu ya mauti ambayo ilikuwa juu ya Lazaro, na Lazaro akatoka huko nje. Ni kwa sababu gani? Yesu aliyepaza sauti hiyo, yeye ndiye ufufuo na ndiye uzima, na anataka wewe na mimi tuende tukieneza injili ya uzima. Uzima wa milele ndani yake Kristo. Nikimalizia, nasisitiza haya ninayokuambia hapa, na tueneze injili ya uzima popote tuendapo, kwa yoyote tunayekutana naye. Injili ya Yohana mlango wa 20 mstari wa 21, Yesu akamwambia, kama Baba alivyonituma nami nawapeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tuende kueneza injili ya uzima, na kila tunapoamka, kila Mungu anapotuongezea siku nyingine, tutafakari kuhusu uzima wa Yesu, uweza wa Yesu wa ufufuo. Ni kwa sababu uweza huo unaweza tatua tatizo lolote lile, na ukiwa na uhakika huu, ushawishi huu ya kwamba uwezo uliomfufua Kristo kutoka kwa wafu, hakuna lile ambalo linashinda, hautababaika, hautafadhaika kama na wengine wasio na imani wanaofadhaika. Paulo akasema hivi katika Wafilipi 3 na mstari wa 10, ili nimjue Kristo na uwezo wa kufufuka kwake. Alijua vizuri sana uwezo wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Uwezo uliomfufua Kristo kutoka kwa wafu unatatua tatizo lolote lile ambalo mkabili mwanadamu hapa duniani. Na uwezo huo, kwa sababu uko ndani yetu, tumeketisha pamoja na Kristo, hatutashinda kwa nguvu za kibinadamu, bali uwezo wake Kristo ambao tumeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, juu zaidi kuliko mamlaka yote, usultani wote, na hata kila jina litajuano, si katika ulimwengu huu bali hata katika ulimwengu ujao. Tuangalia katika Waefeso 1:21. Mungu atubariki na tuishi maisha ya ushindi, maisha ya kueneza uzima wa Yesu na uwezo wa Yesu Kristo, kwa sababu uwezo wa Kristo ni uwezo wa ufufuo na hakuna linaloshindikana kwake. Na tuombe. Wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu wewe ndio ufufuo na ndio uzima. Tufurahie uzima ndani yako kila kunapoitwa leo. Uwezo wako ufufuo, tukasimame hata kama mashahidi wako siku ya leo, kushuhudia ukitenda makubwa ya ajabu mno zaidi ya tuyaombayo ama tuyawazayo, sawasawa na agano lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mungu atubariki.